Nashukuru Mungu kwa sababu ya kibali na neema zake Mungu ametufanyia. Ili si jambo la kawaida. Tuko Februari 2026. Mungu amefanya. Januari tumeishinda. Mungu ametupatia uwezo. Naweza kusema kwamba Mungu akubariki sana mpendwa, kwa jina la Yesu. Ni neema tu ya Mungu ili kwamba tuishi na ifanyike jinsi ilivyo. Kwamba mwanadamu mpende Bwana Mungu wako. Msongee Mungu, naye Mungu atafanya njia. Nataka niweze tu kuleta somo kwa dakika chache ambazo Bwana Yesu amenipatia kama mtumishi wake. Napenda kuzungumza neno, maana najua katika neno, ndani ya neno kuna nguvu. Ndani ya neno ni Mungu. Ni Mungu katika neno lake. Maana yeye ulifuatilia neno, naye neno huwa linatimiza makusudi ya Mungu. Neno huwa linafanya makusudi ya Mungu. Ni Mungu alilifanya neno, nale neno ni Mungu. Mungu ni sauti ya neno, na neno ni sauti ya Mungu. Mwanadamu hauwezi ukaelewa chochote kama hauwezi ukaingiwa na ufahamu wa kujua neno. Neno ndio imani, neno ndio nguzo. Neno ndio Biblia inasema kwamba vitu vyote vilifanyika katika neno. Kwa hivyo kama kila kitu kilifanyika neno, inamaanisha Mungu ni neno. Naye Mungu katika neno amemfanya mwanadamu. Sisi tumeumbwa kwa neno. Kama si neno la Mungu, unasoma Biblia inasema kwamba naye Mungu akasema kwamba akaiumba dunia kwa neno, akamuumba mwanadamu kwa neno. Kila kitu kimefanyika kwa neno. Kila mbegu tunazoziona chini ya jua ni neno. Neno ndio limetufikisha umbali huu. Kwa hivyo ninataka tu kusema kwamba Mungu akubariki mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, mtu ambaye unayenisikia kwenye hivi vyombo, kwa jina la Yesu. Kila mahali uliko, Mungu akubariki sana. Nasema kwamba Jehova akubariki. Leo hii nimekuja kuambia kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anatimiza neno lake. Mungu wetu anatimiza neno. Kila ambacho Mungu amekuahidi atafanya. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Habakuk. Kitabu cha Habakuk 3 mstari wa 2. Biblia inasema, Bwana, nimeisikiza sifa zako, nami naogopa kwa matendo yako. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yako. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Habakuk, Mungu amemtumia. Mstari wa kwanza unasema kwamba hii ni sala, ombi la Habakuk, hitaji la Habakuk, kwamba Bwana, nimesikia sifa. Sijui kama kuna mtu amesikia sifa za Mungu na matendo ya Mungu kwa watu wa Mungu. Mungu amefanya mambo makubwa sana. Mungu amefanya mambo ambayo mpendo wa mwanadamu hawezi akafanya. Wakati Habakuk anatoa sala zake, anasema kwamba Bwana, nimesikia sifa zako, nami naogopa. Ni kwa nini Habakuk anamwambia kwamba Mungu, ninaogopa? Maana nimesikia uwezo wako. Uwezo wa Mungu nimeusikia. Habakuk anasema nimeogopa, lakini kile ninachoomba kwako ni kwamba Bwana, ufufue kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka, Mungu ukaweze kuiachilia rehema. Kuna kitu kinaitwa rehema ya Mungu. Rehema tu ya Mungu. Leo hii nimekuja kuzungumzia kwamba ogopa Mungu, nawe utaona matendo ya Mungu.
Ogopa Mungu, ukaone matendo ya Mungu, ya kwamba nasikia kwamba kuna watu ambaye Mungu alifanyia mambo makubwa, mambo ambayo kwa mwanadamu haiwezekani kawaida. Kwa nini niseme haiwezekani? Mtu kama Daniel alikaa pamoja na simba wenye njaa kali, simba ambao walikuwa wamenyimwa chakula. Sasa ina maana kwamba Daniel alikuwa yeye ndiye chakula cha simba wenye njaa. Lakini nisikilize, Daniel kwenye tundu la simba alikaa pamoja na simba wenye njaa, na baadaye Mungu alimtoa pale. Wale waliomweka kwa ile tundu la simba, mfalme aliposema waletwe nao wawekwe tuone, ukweli ni kwamba walinyanyuliwa, walichukuliwa na simba hata kabla wajakaribia. Ina maana kwamba kuna mambo unaweza kuwa ndani, lakini hayawezi kukufanya chochote kwa sababu ya mkono wa Bwana. Mungu amezuia, amekamata makano ya wachawi, amekamata makano ya waganga, amekamata makano ya ile shida uko nayo. Ndio hiyo shida iko, lakini haikudhuru afya. Ndio hiyo shida iko, lakini haikufanyi chochote. Kwa sababu gani? Mungu yuko na wewe. Hayo yanaitwa matendo ya Mungu, hayo yanaitwa matendo ya Mungu. Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa wametupwa kwenye tanuru ya moto, moto haukukuwa na uwezo wowote wa kuwadhuru. Walicheza cheza ndani ya moto. Kwa nini? Ni matendo ya Mungu. Leo nimekuja kukwambia tu kuna kitu kinaitwa matendo ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu, na matendo ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu aliye na sala kama za Habakuk, mtu ambaye anasema Bwana na kuogopa, maana nilisikia habari zako. Mtu yoyote anayeogopa Mungu, mtu yoyote anayemwogopa Mungu, Mungu yuko tayari. Mungu anaangalia ni nani ambaye anasema kwamba Mungu, nilikuwa nimevuka mipaka, nilikuwa sijafanya vizuri, nilikuwa sijatembea kwa njia zinazostahili, lakini Bwana, kwako nitarejea kwa unyenyekevu, kwako nitarejea kwa kukusii. Tuwache mambo ambayo tunayoyafanya, dhambi na maovu na machukizo. Haya ndiyo mambo yanatusababisha tukae katika dunia ambayo hatuoni Mungu, hatuoni matendo ya Mungu. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba mlipokataa kukaa pamoja na Mungu, naye Mungu aliwaacha kwa moyo wa machukizo, mfuate tamaa za mioyo yenu. Na hizi tamaa ni mauti. Hizi tamaa ya mioyo tulizo nazo ni maangamizi. Na ndio sababu sasa hivi dunia tunaoishi, chochote ambacho mwanadamu anaangalia ni hatari kwake. Chochote ambacho mwanadamu anaangalia ni hatari kwake. Mwanadamu anaangalia, ningelipanda gari inamuua. Mwanadamu anaona kwamba ningelienda na ndege haifiki. Mwanadamu anaangalia vitu ambavyo anavitamani, anakwenda kwa ghorofa nzuri akae, inaporomoka. Yani kwamba maisha ya mwanadamu yamekuwa ni hatari. Maisha ya mwanadamu yana mambo mengi yanamuwinda, magonjwa ya kila aina. Leo hii nimekuja kukwambia kwamba ogopa Mungu uwe mzima. Ogopa Mungu, Mungu akuhifadhi. Leo hii nimekuja kusungumuza neno la unabii kwako kwamba ogopa Mungu, fear God. Sikiliza kwamba muogope Mungu, naye Mungu atajitukuza. Ninaomba pamoja na watu wa Mungu, si Mungu awasaidie. Leo hii nikwambie kwamba kama uko katika maeneo ya Nairobi, njoo katika mkesha wetu. Tutakuwa tunafanya mkesha wa maombi, tutakuwa tunafanya mkesha wa kinabii, tutakuwa tunafanya mkesha wa deliverance, tutakuwa tunafanya mkesha wa kuombea watu wokovu. Hata kama ulikuwa umeanguka, hata kama ulikuwa kanisani uendi, lakini leo hii ukafanya maamuzi yako, karibu sana ndani ya ibada hapa God's Love. Mungu wa neema akubariki sana kwa kipawa. Mungu akubariki sana kwa huduma. Uko chini kikazi, uko chini kimapato, uko chini kwa mambo mengi. Si ukuje tuombe katika jina la Yesu. Hapa Nairobi Kangemi, milango ya Bwana Yesu itafungukia watu wake katika jina la Yesu. Hakuna laana ambayo itakukula, hakuna madhabahu ambayo itakukula ukimkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Shalom, amani ya Mungu iwe juu yako.
Mungu akutendee, Mungu akubarikishe. Njoo tembea na rafiki yako, tembea na mtu, mwambie kwamba twende mkesha, twende tuombe pamoja, twende tufungue anga, twende tuzungumuze na mwezi wa pili. Nakataa kuaibika, nakataa kushindwa, ninakataa kulemewa, ninakataa kugonjeka na hata kulazwa. Si milango ikufungukie, hajali sio sehemu yako, mikosi sio sehemu yako, laana sio sehemu yako. Natangaza kwamba Mungu amekuumba akubariki, Mungu amekuumba akutendee mambo mazuri, Mungu amekuleta dunia hii akufurahishe. Na kama unahitaji kumfurahisha Mungu akufurahishe, ogopa Mungu. Ukiogopa Mungu, Mungu yuko tayari kutenda yaliyo yake juu ya maisha yako. Shalom, amani ya Mungu ikubariki sana. Amen.